وأشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hawa watu ambao damaru diyar, qatalu al-atfal, safaku ad-dima, sajanu an-nisa. Kuhusiana na hawa watu ambao wameharibu miji bidamar ash-shamil, hawa watu ambao qatalu al-atfal, wanawaua watoto wadogo, safaku ad-dima, hawa watu ambao wanamwaga damu, sajanu nisa, kadhalika wamewakamata na kuwafunga watoto wa kike. Hawa ni ndugu wa nguruwe, kadhalika ni ndugu wa nyani, ikhwan alqiradati walkhanazir. wakubwa wao, watangu wao waliowatangulia, watangulizi wao waliotangulia, watu wa inadi, watu ambao hawajali sharia za Allah tabaraka wa taala, ni watu ambao wanapojiliwa na waonyaji wa Allah tabaraka wa taala, fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, wanapojiliwa na waonyaji wa Allah, wako sehemu wamewakadhibisha na iko sehemu yao wamewaua mitume wa Allah alayhi salam. Al-Yahud, watu wa hasad aliyowazungumzia Allah kwenye Qur'an, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, akiwaambia au wanawahusudu watu
kwa yale waliopewa na Allah katika fadhila zake, kwamba amepewa utume huu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume mwenye asli ya Kiarabu, wakaukataa utume wake ambao wameuona kwenye kitabu chao cha Taurati, wakamkataa mtume huyu ambaye wamemuona kwa jina lake na sifa zake katika Taurati. Na hili amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika hiwari, mazungumzo, akitaja kadhia ya Musa alayhi salam na mababu wa hawa al-Yahud, kwamba walimwambia Allah, inna hudna ilayka qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay. Anasema subhanahu wa ta'ala, baada ya wao kumwambia Allah kwamba sisi tumerejea kikamilifu kwako, Allah akawaambia, adhabu zangu nitampa adhabu zangu nimtakaye, ama rehema zangu zimeenea kila kitu. Kila kitu kina rahma ya Allah tabaraka wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehema zangu zimevienea vitu vyote. Fasaaktubuha lilladhina yattaquna, nitaziandika rehema zangu kwa wale wachaji wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, wayutuna zaka, na wale wanaotoa zaka, walladhina hum biayatina yu'minun, wale ambao wanaziamini aya zetu, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajiduna maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هاي ما قالوا يا الله مع اليهود والنصارى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وبها الذين نوال أنباو يتبعون الرسول النبي الأمية ونمفواتا، ومعنى ما يهودي ومتككان ومفواتا متمهوي، كذلك من نصارى. نهاية ينسمى katika vitabu vyao, kama ambavyo haya waliambiwa mitume wao kwamba yeyote miongoni mwa mitume wa Allah ambaye lau angalikuwa hai wakati wa kutumwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah alichukua naye maagano, la tu'minunna bihi wala tansurunnahu, kwamba lazima mumuamini mtume huyo na lazima mumnusuru mtume huyo. Kwa maana Musa angalikuwa hai, angalitakiwa amwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalitakiwa amnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi waliambiwa mitume wao na manabii, kama ambavyo wanaambiwa wafuasi wa mitume hao na manabii hao, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya, wale ambao watamfuata mtume an-nabii ambaye ni nabii al-ummi, asiyejua kusoma wala kuandika, alladhi yajidunahu maktuban, ambaye wanampata kwamba ameandikwa indahum fi at-taurati wal-injil, ameandikwa kwa jina lake na sifa zake katika Taurati na Injili. Injili ile ya haki imetaja sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurati ile ya haki imetaja sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyowataja Allah
kwenye vitabu hivyo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sifa zao, kama ilivyokuja aya katika suratul Fath, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat. Muhammadi ni mtume wa Allah, Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ah, na wale walio pamoja naye as-sahaba al-akarim radiyallahu anhum, ashidda'u 'ala al-kuffar, wakali juu ya makafiri, ruhama'u bainahum, wanahurumiana wao kwa wao, tarahum, utawaona ruk'a, ni wingi wa kurukuu, sujada, wingi wa kusujudu. Wanataka nini hawa? Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanataka fadla za Allah na radhi. Simahum fi wujuhihim, alama zao zipo katika mapaji yao ya uso, min athari sujud, kutokamana na athar ya wao kukithirisha kusujudu. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat, hizo ndizo sifa zao zilizotajwa na Allah katika Taurati ya Musa mtoto wa Imran alayhi salam. Allah akamtaja rasul katika Taurat, Allah akamtaja masahaba wa rasul katika Taurat. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihim al-kuffar. Hizi ni sifa zao katika Injili, kwamba mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, mmea mmoja uliochipua ni mtume alaihi salatu wassalam, ukatoa matawi na masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Hivyo Allah anataja kadhia kwamba Mayahudi walitakiwa wamwamini huyu ar-rasul alladhi yajiduna, ambaye wanampata maktuban indahum fi at-taurati wal injil, ameandikwa na ametajwa katika vitabu vyao Taurat na Injil, ametajwa kwa majina yake, ametajwa kwa sifa zake. Hapigi makelele masokoni katika Taurat. Ya'muruhum bil ma'ruf, mtume ambaye dalili inayojulisha juu ya ukweli wa utume wake ni yale anayolingania. Ad-dalil hadha dalilun yadullu ala sidqi ma jaa bih wa annahu rasulullah. Hii ndio dalili inayojulisha, na huu ndio ushahidi unaojulisha juu ya kwamba yeye ni mtume wa Allah, ni yale anayoamrisha. Anaamrisha nini? Ya'muruhum bil ma'ruf, anawaamrisha mema na mazuri, anawaamrisha wampekeshe Allah katika ibada, anawaamrisha wadumu katika taa, anawaamrisha juu ya makarimul akhlaq na mahasinul a'mal. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, na anawakataza mabaya, anawakataza shirk, anawakataza maasiya, anawakataza masawi al-akhlaq. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. mtume huyu ambaye ni an-nabi al-ummi, yuhillu lahum at-tayyibat, amekuja kuwahalalishia yaliyokuwa mazuri, min al-mata'im wal-masharib wal-manakih, iwe ni vyakula, iwe ni vinywaji, iwe ni aina za ndoa. Amekuja kuwahalalishia yaliyo mazuri. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, amekuja kuwaharamishia mabaya, min almata'im walmasharib walmanakih, iwe vyakula. Amekuja kuwaharamishia nyama za nguruwe, amekuja kuwaharamishia hata kile cha halali asili yake, lakini kimetokamana na chumo la haramu, amekuja kuwaharamishia. Mchele halali, lakini unaopata
baada ya kumkaba mtu haramu, umenunua kwa pesa ya dhulma haramu. ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. amekuja mtume huyu kuwaondolea al-yahud israhum wal aghlal allati kanat alayhim, masharia magumu, sharia nzito walizopewa huko nyuma kwa sababu ya uasi wao. Pale ilipokuwa mioyo yao susuwavu, Allah akawapa masharia magumu. Huyu mtume ambaye Mayahudi wanatakikana wamuamini na wamkubali, amekuja kuwaondolea hayo. Nguo ya mmoja wao ikiingiwa na najis, badala ya kupakata mahala pale, nguo ikawa na tobo, ile sehemu iliyoingia najis kwamba atakiwa atafute kiraka aje akiweke. Mtume huyu amekuja kuwaondolea sharia hiyo ngumu, bali wafue na wavae. Amekuja kuwaondolea masharia magumu, al-aghlal, manyororo allati kanat alayhim, kwamba aliyeua hata kwa bahati mbaya auawe. Katika sharia ya Uislamu aliyeua kimakosa hauawi. Amekuja kuwaondolea masharia magumu. falladhina amanu bihi, basi wale ambao watamwamini mtume huyo katika Mayahudi, falladhina amanu bihi wa'azzaruhu, na wakamheshimu, wanasaruhu, na wakamnusuru, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, na wakaifuata ile nuru iliyoteremshwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani iliyoteremshwa pamoja naye. Nuru hii ni Qur'an, nuru hii ni Qur'an. Qur'an ni nur. qad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. falladhina amanu bihi, wale watakaomuamini mtume huyu, wa'azzaruhu, na wakamheshimu, ay waqaruhu wa 'azzamuhu, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, na wakaifuata ile nuru iliyoteremshwa pamoja na mtume huyo. ulaika humul muflihun, hao ndio watakaofaulu katika Mayahudi na Manasara. walhamdulillah. alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، اليهود الذين دمروا الديار وقتلوا الأطفال وسفكوا الدماء وسجنوا النساء. Mayahudi ambao wanaharibu miji ya Waislamu leo hii katika ukanda wa Gaza, fi qita'i Gaza, liikhwani almuslimin, miji ya ndugu zetu Waislamu ambayo inagaragazwa kwa kiasi kikubwa, majumba yanadondoshwa, watoto, akina mama, wajane, watu wazima, vikongwe, wasio na hatia, ambao si watu wa silaha, kwa maana si jeshi ambalo lapambana na jeshi. Hii ni dalili kwamba hakuna waoga kama wao, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Wanajipigia wanauaua mpaka wasiokuwa na hatia. Mujahidi wa kweli, mpambanaji wa kweli, ni yule ambaye anapambana na anayekabiliana naye katika nguvu ya jeshi na silaha. Ikiwa mtu anapiga tu, anaua tu holela, hii ni dalili juu ya uoga wake, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Wakipambana basi wanajificha nyuma ya kuta za nyumba zao. Na hili amelizungumza Allah kwenye Qur'an katika sura al-Hashr kwamba wanapigana, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Hawawezi kupambana na nyinyi hawa ila wakiwa wamejificha katika miji yao
iliyowekewa ngome madhubuti, au wanawapigana na nyinyi nyuma ya kuta za nyumba zao. Hawa ni waoga hawa. Katika Uislamu huruhusiwi kumuua mtoto mdogo, huruhusiwi. Na katika wasia anaotoa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujahidun, anausema wazi wazi, msiuwe mtoto, msiuwe mwanamke. Wakasema ulama, ila mwanamke aliyeshika silaha. Ameshika silaha, naam, huyo ametaka vita. Lakini yuko nyumbani kwake kajifungia na watoto wake, unamshambulia, unampiga bomu, unamuua. Hili halipo katika Uislamu. Msiwaue watu wazima, msiwaue waliojificha au waliochukua himaya katika nyumba za ibada. Yuko kanisani hauawi, yuko kwenye hekalu hauawi, yuko kwenye masinagogi yake hauawi Kiislamu. Wala ruhusa kukata miti, mpaka miti isikatwe, miti isikatwe. Huu ndio Uislamu, hii ndio dini. Haya ndio alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Mayahudi wametakikana kwa mujibu wa sharia zao kwamba wamfuate mtume huyu, wamwamini mtume huyu alayhi salatu wassalam, wamheshimu mtume huyu alayhi salatu wassalam, bali wamnusuru na wainusuru dini ya mtume huyu alayhi salatu wassalam, ambayo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wapi? Mayahudi ni watu wa ghadar, ni watu wa khiana, ni watu wa makri, ni watu wa hadaa, ni watu ambao hawaaminiki katika mikataba na makubaliano. Na hili tangu zamani, tangu zamani. Hii ndiyo sifa ya Mayahudi. Soma Qur'an, soma Qur'an, utaona jinsi Allah anavyomwambia mtume juu ya watu hawa alayhi salatu wassalam. Mikataba mingapi, makubaliano mangapi yanapita baina yao na watu wasiokuwa wao, alafu wao ndio wa kwanza wanaokhalifu makubaliano. Hili kwao ni jambo la kihistoria, hili wako nalo mpaka kiyama. Anasemaje Allah kwenye Qur'an? Anasema inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marra wa hum la yattaqun. Hakika viumbe wabaya kabisa mbele za Allah ni wale makafiri wasioamini. Inna sharra ad-dawab 'inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum, wale ambao wewe mtume Muhammad umechukua maagano nao, mikataba baina yako na wao ilipita mingi. Ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum, kisha wanatengua makubaliano fi kulli marra, kila mara. Wa hum la yattaqun, ilhali wala hawamuogopi Allah. Hawa ni shari ya viumbe, hawa ni sharrul bariya, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, sharrul bariya. Maagano mangapi yamepita baina yao na Rasul alayhi salatu wasalam, wamekengeuka, wamekwenda kinyume na mtume wa Allah Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. Msishirikiane nyinyi Mayahudi wa hapa Madina, msishirikiane na makafiri wa Makka, wala msiwape silaha dhidi yetu sisi ili muishi salama hapa Madina. Wanakwenda wanawapa silaha makafiri wa Makka. Msishirikiane na hawa, wanakwenda wanahimizana. Vinatokea vita vya Handaki, washirikina wa Makka na Mayahudi wa Madina dhidi ya Rasul na masahaba Mayahudi. Msishirikiane na wale. Haya makubaliano yetu, haya ni maagano baina yetu. Anatoka Ka'b ibn al-Ashraf anakwenda Makka kama kafir na jeshi lake. Allah kalitaja hili kwenye Qur'an, yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab. Muhammad, umeshawaona Muhammad wale watu ambao wamepewa sehemu ya kukifahamu kitabu cha Taurat.
yu'minuna biljibti wat-taghut, wanaamini uchawi na ushirikina. Wayakuluna lilladhina kafaru, na wanasema kuwaambia makafiri wa Makka, haulai ahda, kwamba eti makafiri wa Makka kina Abu Lahab na kina Abu Jahal na kina Umayya ibn Khalaf na Ubay ibn Khalaf na Uqba ibn Abi Mu'ayth na kina Al-Walid ibn Al-Mughira, kwamba eti wale wameongoka kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, haya wameyafanya hawa. Na aya nyingine ukisoma Allah anabainisha kwamba hawa wana khalif mi'ad, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Aw kullama ahadu ahda, kila pale ambapo wao wanaingia kwenye makubaliano, nabadahu fariqun minhum, basi kikundi miongoni mwao yale makubaliano wanayatupilia mbali, hawayajali, wanakiuka. Wengi wao hawana imani. Hawa ndivyo anavyozungumzia Allah kwenye Qur'an. Kwa hiyo hatuoni ajabu sisi kwa wanayoyafanya makafiri wa Israeli, Mayahudi. Baada ya ilmu wanasema wasiitwe wa Israeli. Israeli ni nabii Yaqub, na wao hawana insaf kwa mafunzo ya Yaqub, wala haifai kunasibishwa kwa Yaqub. Yaqub hayafanyi haya, ni nabii wa Allah alayhi salam, waitwa Yahud. Allah anasema hawa ni maadui wakubwa kwa Waislamu. Maadui wakubwa kwa Waislamu ni al-Yahud. Allah anasema kwenye Qur'an, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق لتجدن. الله أنا أبقى هي آية ونسمى لام واقعة، هي لام لا لتجدن واقعة في جواب قسم مقدر، كان قام الله قسم والله يا محمد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. نأبقى الله يا محمد والله utakuta wewe maadui wakubwa wa waumini ni Mayahudi. صدق الله ربنا لتجدن أشد الناس عداوة. والله وحقيقة utawapata watu wenye uadui mkubwa na Waislamu al-Yahud ni Mayahud. Al-Imam al-Alusi rahimahullah anasema wadhahir anna al-murada min al-Yahud al-umum. Dhahir ya hii aya iliyotaja Mayahudi, dhahiri yake ni al-umum, kwamba ni Mayahudi wote. Ay man kana minhum bihadrat rasulillah sallallahu alayhi wasallam min yahudi al-Madina wa ghayrihim, kwa maana wale waliokuwa zama za mtume wa Allah wameingia humo alayhi salatu wassalam katika Mayahudi wa Madina na wasiokuwa hao, kwa maana mpaka hawa Mayahudi wa leo. haya amesema al-Imam al-Alusi kwenye tafsiri yake, shaddu an-nas adawatan lilladhina amanu al-yahud ay a'zamu an-nas muadatan lil-islami wal-muslimin, watu ambao wana uadui mkubwa na Uislamu na Waislamu. Wa aktharu an-nas sa'yan fi isali ad-darar ilayhim, na ndio watu ambao wanapupia kwa kiasi kikubwa katika kuwafikishia Waislamu madhara ni wao. Wadhālika lishiddati bughdhihim lahum, na hilo limetokamana na chuki zao mbaya dhidi ya Waislamu, baghyan wa hasadan wa inadan wa kufra. Qalahu Sa'di rahmatullahi alayhi. Ayuha an-nas ibadallah, ndugu zetu wa ukanda wa Gaza, ikhwanuna fi qita'i Gaza wanahitaji kutoka kwetu dua. Uwezo wa kwenda kule hatunao, uwezo wa kuwasaidia kisilaha hatunao, lakini uwezo wa kuinua mikono
tukasema Allahumma 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 juu ya ndugu zetu waislamu wa Gaza, anao kila mmoja wetu. Katika swala zako waombee nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema Allah unsur ikhwanana fi Gaza, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma saddid ramyahum. Waombee dua, waombee dua, sababu mfano wa waislamu mathalu almu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu aljasad alwahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa lahu sa'iru aljasad bilhumma was-sahar. Mfano wa waislamu katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni sawa sawa na kiwiliwili kimoja. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, kiungo katika kiwiliwili hicho kikiugua, kikipatwa na maradhi, mkono unaumwa, mkono umevimba, tadaa lahu, huitana kwa ajili ya mkono mmoja sairul jasad, mwili wote katika kupatwa na maumivu na kukesha na maumivu hayo. Huu ndio mfano wa Waislamu. Alitufurahisha lile ambalo linawasibu ndugu zetu, bali hutuliza na hutuhuzunisha. Na kimbilio letu ila Allahil mushtaka, tunashtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye nusra. Na jingine wanataja ulama kwamba ni wajibu juu yetu, ili dua zetu zitakabaliwe kwa ndugu zetu, kwa salih ya ndugu zetu, basi sisi tujitakase kutokamana na madhambi, tujitakase kutokamana na maasiya, ili hata tukiomba dua itakabaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma kun lahum wa la takun alayhim ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram. Ewe Allah, tunakuomba tuoneshe kama Yahudi ajabu za uwezo wako ya rabbal alamin, innaka waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Alhamdulillah